group, and inshallah we have the kocha wa Yanga Afrika anasema ni mechi ambayo wapinzani wetu Farabat wanaitazama, lakini wanapaswa kutazama mchezo wetu. Hayo ni upande mwingine ambao anasema inawapa pressure zaidi. Ni wajibu wa Yanga Afrika kubaki kwenye malengo ya kupata ushindi mzuri, licha kwamba watakutana na timu imara sana. Kazi kubwa ambayo wameifanyia mazoezi ni matumizi ya nafasi. Unapocheza dhidi ya timu kubwa ni muhimu sana kuhakikisha kila nafasi ambayo wanapata waitumie. Kwa hiyo fahamu kuwa Yanga bwana, mazoezi makubwa aliyoyafanya kuelekea mechi ya leo ni kutumia kila nafasi ambayo huwa wanatengeneza. Kwa hiyo leo hatumuoni Dube akikosa magoli kwa sababu wanatumia kila nafasi. Ticha Tigana, ni swala ambalo linawezekana kwenye mechi kwamba kila nafasi unayoipata wewe unaitumia? Haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Yani hiyo mimi sijawahi kuona duniani. Maana yake possibility ya kuona goli 20 kwa mchezo inakuwepo. Ndio. Kama kila nafasi ambayo unaweza kuicreate ikaitimishwa kwa kuwa goli, hapana. Ni ngumu sana. Maybe you create labda chance moja kwenye mchezo na uitumie hiyo hiyo. Sasa au yeye anasema kwamba wame advance kwenye training mahususi kwa ajili ya kupata method of scoring. Hiyo inawezekana kuwa ume advance hususan kwenye mazoezi. Tunakuja kwenye execution, jinsi ya kutumia uwanjani hizo nafasi. Lakini kwa mujibu wa swali lako, katika maisha yote ya kufundisha timu kucheza, mimi mwenyewe asijawahi kuona kila chance inayotengenezwa inaenda kuhitimishwa kwa kuwa goli. Otherwise iwe ni labda umetengeneza chance moja au mbili, baada ya hivyo timu ikawa haina mechanism yote ya kutengeneza vyumba vingine. Lakini kama kila chance itawekwa itamalizwa itahitimishwa kwa kukaa mpira wavuni, kuna siku tunaweza tukapata namba kubwa sana. Unajua kuna kisa kimoja kilitokea Madagascar miaka ya nyuma sana. Record ya mchezo mpira wa miguu ya magoli mengi kufungwa mchezo katika mchezo mmoja, unajua ilifungwa Madagascar. Yes. Madagascar walikuwa na mgomo, walikuwa na gomea shirikisho lao la soka. Kuna mambo walikuwa endi sawa. Timu ikajiorganize kwamba kwa sababu kura, yani turufu ya kuanza mpira tumeipata sisi, ndio basi tukaanze tujifunge. Kwa hiyo ikawa kila wakienda kuanza wanajifunga, yani wanaanza mpira alafu wanarudi kujifunga. Umenielewa? Ndio. Magoli yaliyozalishwa siku hiyo yalikuwa ni magoli 147 hivi. Umenielewa, kwenye mechi moja. Sasa uwezo kusema wali create chance kwa sababu ilikuwa ni mgomo. Ndio maana jamaa wakajifunga, lakini si kila chance utakaoitengeneza utahitimisha wavuni. Ni nadra, otherwise wewe unatengeneza chache, kwa maana utengeneza 3-4 zikaishia hapo sawa. Sawa, Ticha Tigana huyo akizungumza. Lakini ya kuishia hapo tu, Yanga Afrika hadi nahodha wa timu ya kwa maana nahodha wa zamani wa Simba Sports Club Mohamed Zimbwe Junior, ambaye kwa sasa ni mchezaji wa Yanga Afrika, anasemaje kwa niaba ya wachezaji? Wanaingia kama kina nani na mipango ikoje? Mohamed Zimbwe Junior. Mchezo wa kesho ni aina ya mechi ambazo mimi binafsi nazipenda sana, kwa sababu ni mechi ambazo zinakutambulisha kwamba wewe ni nani, ni mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo kwa upande wangu nimefanya maandalizi mazuri, lakini nitashirikiana na wachezaji wenzangu kuhakikisha kwamba kile ambacho wana Yanga, kile ambacho wa Tanzania, kile ambacho benchi letu la ufundi wanakitarajia kutoka kwetu tunakifanya kwa 100%, na tunahakikisha kwamba timu ya wananchi inaweza kusonga katika hatua inayofuata. Sawa, huyo ni Mohamed Zimbwe Junior akizungumza experience aliyokuwa nayo Zimbwe. Ticha, yes. Nafasi anayocheza, kuna haja kuwa yeye akakabidhiwa nafasi kubwa kuongoza wachezaji wenzake ndani ya kikosi kwenye mechi ya leo, ama kuna haja hata akianza Boka pia itasaidia? Wao wana ushindani wao wa nafasi. Aliyoko sahihi sasa hivi kwenye mazoezi ndio anastahili kucheza kati ya wao wawili, lakini experience ina mata, na Boka naye ana uzoefu wake kwa maana moja au nyingine. Lakini pia hata ukimwangalia Zimbwe ana uzoefu, lakini sio ndani ya Yanga. Ndio. Yes, maana sasa hivi Yanga unapotaja wachezaji wazoefu unazungumza kina Mwamnyeto mwenye angalau miaka 5. Sidhani kama kuna mtu wa miaka 6-7 pale kwa sasa. Umeelewa? Yes, kina Baka ndo unazungumza watu kama hao.
ila yeye ana uzoefu, lakini sio kwa kupitia Yanga. Ila anaipenda hii michezo na ana uzoefu na hii michezo ya klabu bingwa. Definitely hilo linajibika, ndio maana hata Chama yule records nyingi alizonazo za kufunga magoli labda 17 nafikiri anao kwenye CAF yanatokana na vilabu vyote alivyopita. Kwa hiyo akasimama akasema mimi ni mzoefu kwenye michuano ya kimataifa. Upo sahihi. Hata experience ya Mohamed Hussein tangu amejoin Simba wanapata nafasi za kwenda, ni mzoefu mbobezi, lakini si mzoefu kwa ndani ya Yanga. Okay. Yes, kwamba amekuja Yanga ka join msimu huu ndo kwanza na miezi kadhaa pale, maana yake hajawa mzoefu na Yanga kwenye mechi za kimataifa, ila yeye ni mzoefu wa ushiriki wa michuano ya kimataifa. Sasa hizi ni experience mbili tofauti. Sawa teacher, kwa muda uliosalia tumeshazungumza sana kuhusiana na Yanga Afrika, tumewashauri sana Yanga Afrika, ni kama hawakusikia yote aliyozungumzwa, aliyochambuliwa kuelekea mechi hii, basi itakuwa ni sikio la kufa. Nini wafanye kwa masaa machache aliyobaki, au nini neno lako kwa Yanga Afrika kwa masaa machache aliyobaki kuelekea mtanange dhidi ya JS Kabylie? Umezungumza vyema, tumezungumza kwa kipindi kirefu juu ya nini vitu vya kiufundi ambavyo otherwise tunazungumza katika minajili ya kushauri, lakini all of all saizi wamebakiza muda kwenda kucheza. Wamtangulize Mwenyezi Mungu mbele wakapambane, na waona kwenye kupata ushindi wa magoli mengi. Yani, unaona hilo? Yes, magoli 3 mangapi? Naona na anaweza kufika magoli 4 siku ya leo. Ticha tafadhali njoo taratibu. Nakwambia. Unaiona Yanga Afrika ikifika hadi goli 4 leo? Goli 4, 3, 4, yani naona juu ya goli 2 nikwambie hivyo. Yes, juu ya goli 2, 3 mpaka 4 zinazohitajika wanaweza kuzipata leo. Alafu akishazipata rudi uniulize kwa nini umesema hivyo. Kwa nini Ticha? Niambie tu mapema. Sasa hakuna si bado hazijatumia. Ticha, sio kama ata trend sana labda mwamuzi. Amna, siko huko. Hauko huko? Yes. Umenelewa? Yes. Mara nyingi mimi tunafanya vipindi na wenzetu wengine. Mara nyingi wanasema mimi uchambuzi wangu wa kwanza wa yale makundi, nani alikuwa weak team, ndio hii ambayo imebakiza mechi na Yanga. Yanga alienda kusare nao kule wakati wa ligi iko hot. Unajua unaposare mchezo wa pili ugenini, yani kila mmoja ndo anahamu matumizi ya nyumbani, ile inatosha kabisa kusema utofauti wa madaraja ya hizo timu mbili. Kwa hiyo leo Yanga ni yeye mwenyewe tu kwenye kupambana kushinda hizo goli 2, 3 mpaka 4, ana nafasi kubwa sana kufikisha. Kule Misri huoni sare wala huoni yote akishinda. Tunakesha kwenye hii. Tukesha hapa kwetu. Yes, kule Misri ni swala liko wazi kwamba Ahly hawezi kuruhusu kupoteza pale. Atashinda tu Ahly. Kwa matokeo yoyote, yani kwa mazingira yoyote hawezi kuruhusu kupoteza nyumbani pale. Labda sare au hata sare pia uioni. Yani Ahly ana matumizi mazuri sana ya uwanja wa nyumbani. Yeah. Unasemaje? Najua ulikuwa unapenda kuhitimisha kwamba anapita au apiti kwa sababu ndio maana una connect kule. Lakini game ya Yanga iko open, goli 3 kwenda juu hizo anazipata. Ni yeye tu mwenyewe kwenye execution pale ndani. Sawa. Hello. Leo umepigiwa simu na ndege Ticha. Hello. Ndugu yetu. Vipi pale? Hello. Hakuna utulivu au ndege au kuku aina gani hao? Kuku wa kawaida. Sasa kwa nini unakaa karibu na kuku? Rafiki yangu ananisalimia kuku. Sawa, sio mbaya, na wao wakisikika ni baraka za Mwenyezi Mungu. Au wenda nao ni mashabiki wa timu gani hao? Hao Simba Sports Club. Au kuku ni mashabiki wa Simba? Ndio, kwa sababu mmiliki anashabikia Simba. Hiyo hatari hiyo. Bana sawa, kwa hiyo unasemaje? Nafasi ya Yanga unaionaje hii leo? Nafasi ya Yanga kama haipo. Unasema? Nafasi ya Yanga ipo, lakini kama watapanga kweli, kwa sababu wale jamaa nani Labati masipate hata, lakini endapo utapata moja afu Yanga tukipata moja kwa upande wangu na uelewano hafifu kidogo haijakaa sawa.